Nawakaribisha wote kwenye hafla hii. Leo hii naenda kuongelea demokrasia, nikiangazia misingi, vipengele, haki na wajibu wa serikali katika kulinda uhuru. Utangulizi wake nitaongelea kuhusu roho ya taifa. Demokrasia si tu mfumo wa uongozi, ni falsafa ya heshima ya binadamu, muundo wa uwajibikaji na agano kati ya wananchi na wale wanaoongozwa. Inasimama juu ya wazo rahisi lakini la msingi kwamba mamlaka ni ya watu. Kuanzia mikutano ya kale hadi mataifa ya kisasa yenye katiba, demokrasia imekuwa na kuwa mfumo unaokubalika zaidi ulimwenguni. Katika nchi kama Kenya, demokrasia si nadhira tu, imejengwa kwa msingi katika mfumo wa katiba kama vile Constitution of Kenya, katiba ya Kenya ya mwaka 2010, ambayo inaweka wazi kuwa mamlaka ya juu ni ya mwananchi. Inasisitiza utawala wa sheria na inalinda haki za kimsingi. Kimataifa, taasisi kama United Nations zinakuza maadili ya kidemokrasia kama msingi wa amani, maendeleo na heshima ya binadamu. Makala haya nimeandika kuchambua msingi na vipengele vya demokrasia, haki zinazolindwa, wajibu wa wananchi na jukumu la serikali katika kulinda nafasi ya kidemokrasia, ikiwemo kulinda haki za upinzani na mawazo yanayopingana na serikali nchini Kenya na duniani kote. Nitaanza kwa kuangazia maana na historia ya demokrasia. Neno demokrasia linatokana na maneno ya Kigiriki demos, ambayo inamaanisha watu, na kratos, nguvu au mamlaka, yakimaanisha utawala wa watu. Mfumo wa kwanza wa demokrasia ulirekodiwa katika Ancient Athens, nchi hiyo, katika karne ya 5 kabla ya Kristo, ambapo raia wa kiume walishiriki moja kwa moja katika maamuzi. Hata hivyo, demokrasia ya kale haikuwajumuisha wanawake, watumwa na wageni. Demokrasia ya kisasa ilikuwa kupitia mapambano ya kihistoria. Kusainiwa kwa Magna Carta kulipunguza mamlaka ya kifalme nchini Uingereza. American Revolution ilisisitiza uwakilishi wa wananchi katika serikali. French Revolution ilitangaza uhuru, usawa na undugu. Harakati za ukombozi barani Afrika, zikiwemo za Kenya hadi kupata uhuru mwaka wa 1963, zilisisitiza haki ya kujitawala. Hivyo basi, demokrasia ni mchakato endelevu wa kupanua ushirikiwaji na haki. Msingi ya demokrasia: ukuu wa mwananchi, that is popular sovereignty. Mamlaka ya mwisho katika taifa la demokrasia ni ya wananchi. Nchini Kenya, ibara ya kwanza ya katiba inasema wazi kuwa mamlaka ya juu ni ya wananchi na hutekelezwa moja kwa moja au kupitia wawakilishi waliochaguliwa. Utawala wa sheria, that is rule of law. Hakuna mtu aliye juu ya sheria, hata rais. Mahakama hufanya kazi kwa uhuru kutafsiri na kusimamia sheria. Taasisi kama judiciary ya Kenya zina jukumu muhimu katika kuilinda utawala wa sheria. Mgawanyo wa mamlaka. Dhana hii ilielezwa na Montesquieu, aliyesisitiza kuwa
madaraka yasikusanywe mahali pamoja. Nchini Kenya kuna serikali ya utendaji, executive, bunge, legislature, mahakama, judiciary, and therefore uwajibikaji wake wa uwazi. Viongozi lazima wawajibike kwa wananchi. Taasisi kama Ethics and Anti-Corruption Commission husaidia kupambana na ufisadi. Wingi wa vyama, kwa lugha ya Kimombo tunasema political pluralism. Demokrasia inahitaji vyama vingi vya siasa vinavyoshindana kwa haki. Vipengele muhimu vya demokrasia, moja yapo ikiwa uchaguzi huru na wa haki. Uchaguzi lazima uwe wa uwazi na wa mara kwa mara. Nchini Kenya unasimamiwa na idara inayojiita Independent Electoral and Boundaries Commission. Mfumo wa vyama vingi. Wananchi wanapaswa kuwa na chaguo badala ya serikali ya uongozi. Mahakama huru. Mahakama hulinda wananchi dhidi ya matumizi mabaya ya mamlaka. 4. Uhuru wa vyombo vya haki. Vyombo vya haki vinapaswa kufanya kazi bila vitisho. 5. Ushiriki wa asasi za kiraia. Asasi za kiraia zinahamasisha uwajibikaji na haki za kijamii. Namba 4 ni haki za kidemokrasia za wananchi. Katika kipengele hiki, ya kwanza ni haki ya kupiga kura, uhuru wa kujieleza, uhuru wa kujiunga na vyama, haki ya usawa, haki ya kusikilizwa kwa haki mahakamani. Haki hizi zinalindwa katika Bill of Rights ya katiba ya Kenya na pia katika Universal Declaration of Human Rights. Wajibu wa wananchi katika taifa la kidemokrasia. Demokrasia inahitaji wananchi wenye kuwajibika, kushiriki kikamilifu katika uchaguzi na mijadala, kuheshimu sheria, kushiriki maandamano ya amani, kulipa kodi, kudumisha umoja wa kitaifa. Jukumu la serikali katika kulinda demokrasia. Serikali ya siku lazima kulinda haki za upinzani. Upinzani unapaswa kuruhusiwa kufanya mikutano yao, kushiriki mijadala bungeni na kukosoa serikali na sera zake. Kulinda uhuru wa vyombo vya habari pia ni muhimu. Kutoa usalama bila kukandamiza haki ni muhimu. Kupambana na ufisadi ni muhimu. Kuimarisha taasisi za umma pia ni muhimu. Demokrasia nchini Kenya na mafanikio na changamoto zake. Kenya imepitia mfumo wa chama kimoja katika miaka za 80, 1980s. Mageuzi ya vyama vingi miaka ya 1990s. Katiba ya 2010 iliyoleta mabadiliko makubwa. Changamoto bado zipo kama migogoro ya uchaguzi, ufisadi, migawanyiko ya kikabila. Hata hivyo, taifa limeonyesha ustahimilivu kupitia uhuru wa mahakama na wanaharakati wa kiraia. Hivyo basi demokrasia ya kimataifa inaangazia mashirika kama African Union yanahimiza utawala wa kikatiba barani Afrika. Mataifa mengi yanapambana na kurudi nyuma kwa demokrasia huku mengi yakijenga taasisi imara zaidi. Umuhimu wa kulinda mawazo tofauti. Demokrasia haiwezi kustawi bila upinzani. Vyama vya upinzani hutoa sera mbadala, huficha mapungufu
ya serikali. Huwakilisha sauti ya wachache, na pia kukandamizwa kwa upinzani ni kudhoofisha demokrasia. Vijana na mustakabali wa demokrasia. Vijana wanapaswa kujiandikisha kama wapiga kura, kugombea nafasi za uongozi, kudai uwazi, kukataa kutumiwa vibaya kisiasa. Demokrasia ni urithi wao. Demokrasia kwa hivyo ni ahadi endelevu. Demokrasia si kamilifu, lakini ndiyo mfumo unaolinda heshima ya binadamu na chaguo la pamoja. Inahitaji serikali kuheshimu haki za upinzani, mahakama kulinda katiba, wananchi kuwa macho, vyombo vya habari kuwa huru, vijana kushirikishwa kikamilifu katika maendeleo ya nchi. Na hivyo basi demokrasia si kuhusu uchaguzi pekee, ni kuhusu haki, uwajibikaji, ushirikishwaji na matumaini. Ambapo demokrasia inastawi, uhuru huishi. Ambapo uhuru huishi, heshima ya binadamu hustawi. Na pale heshima inapostawi, taifa husimama imara. Demokrasia ni ahadi ya milele kwamba mamlaka yatabaki mikononi mwa mwananchi.